Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni kwa misa takatifu Dominika ya kupaa, sherehe ya kupaa Bwana. Nia za misa: anamshukuru Mungu kwa mema na baraka katika familia yake, na anamwomba Mungu azidi kuwapigania katika shida na raha. Jumuiya ya Mtakatifu Paskali wanamshukuru Mungu kwa kumwadhimisha somo wao, na wanamwomba Mungu awajalie amani, umoja na ushirikiano, pamoja na moyo wa kujitoa kimwili na kiroho. Familia moja inamshukuru Mungu kwa huruma na ulinzi wake. Wanazidi kumwomba Mungu awajalie moyo wa kujitoa na sala zaidi. Kuombea marehemu Fabian Ambrose Nyang'oro, marehemu Gideon Shija, marehemu Bendita Laulau, marehemu Agata Dimule, marehemu wote wa ukoo wa Mchau, Mushi, Shayo na marehemu wote wasio na waombezi. Pia kuombea marehemu Jeremia Chonya na Lazaro Kimasi. Raha milele wape Bwana, na mwanga milele uangazie. Ndugu zetu marehemu wapumzike kwa amani. Amina. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Wow!
Tuombe. Mungu Mwenyezi, utufanye tufurahi kwa furaha takatifu na kuchangamka kwa tendo la ibada ya shukrani, kwani kupaa kwake Kristo mwanao ni kuinuliwa kwetu, na kule alikotutangulia yeye kichwa chetu kwa utukufu, huko twatumaini kuweko pia sisi mwili wake, kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai.
akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohane alibatizwa kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika, wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu.
Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la wito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wale wanafunzi 11 walikwenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao
akawaambia, nimepewa mamlaka. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Wapendwa, leo tunaadhimisha sherehe ya kupaa Bwana. Tunapoadhimisha sherehe hii, Mama Kanisa anatupatia nafasi ya kutafakari maandiko matakatifu katika sherehe ya kupaa Bwana. Katika somo la kwanza, Luka, utangulizi unasema Luka atuarifu wosia wa Yesu kwa mitume kabla hajakwenda kwa Baba yake, kwamba inawapasa mitume kupeleka habari zake duniani kote hadi arudipo. Akawaahidi Roho Mtakatifu atakayekuwa nguvu ya kutimiza kazi hiyo. Luka anatupa taarifa juu ya wosia wa Yesu kwa mitume. Na wosia wenyewe ni kwamba wanapaswa kuwa mashahidi wake mpaka arudipo. Bwana wetu Yesu Kristo alipotoa wosia huu kwa mitume wake, na leo hii pia nasi anatupa wosia huo kwamba tunapaswa kuwa mashahidi wake mpaka arudipo. Lakini anatuambia kwamba tutapokea nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu ambaye atatusaidia kutimiza kazi hiyo. Kupitia masakramenti mbalimbali tumempokea Mungu Roho Mtakatifu. Cha kujiuliza ni kwamba, je, wosia huu wa Yesu ambao aliwapa mitume wake na leo anatupa sisi kwamba tuwe mashahidi wake, cha kujiuliza ni kwamba, je, mimi nimekuwa shahidi wa kweli wa Yesu kwa maneno na matendo yangu? Kwamba watu wanaponisikia, watu wanaponiona ninapotenda, je, ni kweli wanamuona Yesu katika maneno yangu? Wanamuona Yesu katika matendo yangu? Mara nyingi tumepoteza mwelekeo. Badala ya kuwa mashahidi wa Yesu, tumekuwa mashahidi wa Shetani. Tunamtangaza Shetani kwa maneno na matendo yetu. Tunamwacha Bwana wetu Yesu Kristo. Luka macho ya mioyo yao yatiwe nuru, macho yao yatiwe nuru. Kwa hiyo Paulo anawaambia Waefeso mambo makuu mawili. Moja, hekima ya kimungu. Wengi wetu tumekumbatia hekima ya kidunia ambayo kimsingi ni upuuzi. Wengi wetu tumeanguka kwa sababu ya kutumia hekima ya kibinadamu ambayo ina upungufu ndani yake. Paulo anapowaombea Waefeso na anatuombea na sisi pia, kanisa la Kingugi, kwamba tunapaswa kuendelea kuomba hekima ya kimungu. Hekima ambayo itatuongoza kuwa mashahidi wa kweli, mashahidi wa Yesu na wala sio mashahidi wa Shetani. Hekima ambayo itatupa nguvu ya kutofautisha mambo ya kimungu na mambo ya kishetani. Pasipo hekima ya kimungu, wengi tunapotea. Wengi tunaendelea kuangamia kwa sababu ya kutumia hekima ya kibinadamu ambayo ina mapungufu. Mioyo yetu imejaa chuki,
mioyo yetu imejaa giza, na ndio maana Paulo anawaombea Waefeso wawe na mioyo yao iangaziwe nuru. Kuwe na nuru ndani ya mioyo yao. Kuwe na upendo ndani ya mioyo yao. Kuwe na tumaini jema ndani ya mioyo yao. Paulo anatuombea na sisi pia, wana Kingugi, katika mioyo yetu kuwe na nuru. Katika mioyo yetu kuwe na mwanga. Daima tuwaze yaliyo mema. Daima tuwaze yale ya kujenga na sio vinginevyo. Tunaendelea kumwomba Bwana wetu Yesu Kristo atujalie neema hiyo, tupate hekima ya kimungu na mioyo yetu ijae upendo, ijae huruma, ijae tumaini jema. Katika somo la Injili tunaona Bwana wetu Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake anaendelea kuwapa kazi, anaendelea kuwapa utume kwamba waendelee kumhubiri yeye kwa mataifa yote, wakiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni utume ambao Yesu anawapa mitume wake kwamba wanapaswa kufanya hilo. Lakini anawahakikishia jambo moja, kwamba yeye yupo pamoja nao, akitambua kabisa kwamba utume huo wa kuhubiri neno la Mungu popote duniani sio rahisi. Wengi wetu tunashindwa. Wengi wetu tumezembea kuhubiri neno la Mungu kwa sababu ya mambo ya kidunia. Wengine tunaogopa changamoto ambazo tunakumbana nazo katika utume huo. Maneno makali kutoka kwa watu mbalimbali ambao hawataki kulisikia neno la Mungu. Basi kama hawataki kusikia kauli au maneno yako yanayomtangaza Kristo, basi matendo yetu yamtangaze Kristo. Kwamba katika eneo lako ambako upo, unapoishi upendo, unapoishi tumaini jema, unapoishi uvumilivu wa kimungu, na unapotenda kihekima, basi watu wanahubiriwa neno la Mungu. Kwamba nami nataka niwe Mkristo Mkatoliki ili niweze kuyaishi yale ambayo Yesu mwenyewe ametufundisha. Kwa hiyo wapendwa, tumepewa jukumu ambalo Yesu mwenyewe anatupa nguvu kwamba yupo pamoja nasi. Hivyo tusiogope kutangaza neno la Mungu kwa maneno na matendo. Tusiogope kumhubiri Kristo huyu katika mazingira yetu kwa maneno na matendo, kwa sababu daima yupo pamoja nasi. Tuendelee kumwomba Mungu, tuendelee kumwomba Yesu mfufuka atuimarishe katika majukumu ambayo ametupatia, tuweze kumtangaza, tuweze kumhubiri kwa maneno na matendo pasipo woga wowote. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Simame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbinguni na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria Akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho.
na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na agano takatifu moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu, ulitimiza wokovu kwa wote. Kwa hiyo uliweza kusema kwamba umekabidhiwa mamlaka yote mbinguni na duniani. Utujalie kuonja na kufurahi mamlaka yako katika maisha yetu, Bwana. Tunakuomba utusikie. Bwana Yesu, uliwaagiza mitume wako kwenda duniani kote ili kutangaza habari ya wokovu. Utupe moyo wa kuishi kadiri ya wokovu uliotujalia, Bwana. Tunakuomba utusikie. Bwana Yesu, uliwaagiza mitume wako wafundishe watu wote amri zako. Utusaidie kuzishika amri zako ili kuwaonyesha wote kwamba juu ya misingi wa amri zako ni misingi ya mafanikio ya maisha, Bwana. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu sadaka hii kwa heshima ya kupaa kwake mwanao. Tunakuomba utujalie ili kwa njia ya mabadilishano haya matakatifu ya vipaji tupate kuinuliwa hadi mambo ya mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo.
Bwana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Kwa maana Bwana Yesu mfalme wa utukufu, mshindi wa dhambi na mauti, amepaa juu mbinguni, huku malaika wakimstaajabia. Mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu, hakimu wa ulimwengu na Bwana wa majeshi, amepaa sio kwa kusudi la kuachana na unyonge wetu, bali ili sisi tulio viungo vyake tukae tukiamini kwamba tutamfuata huko aliko tutangulia yeye aliye kichwa chetu na asili yetu. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia, mbingu na dunia zimejaa utukufu wa jina lako. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni. Barikiwa, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Barikiwa, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu,
ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi na askofu msaidizi Henry Mchamungu na waklero wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, Mtakatifu Siriakusi msimamizi wa parokia yetu teule, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, aliwaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Ondoa
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
Na msikilizaji mpendo wa Radio Tumaini, radio yako ya ujirani, matangazo yanasikia ni ya moja kwa moja, adhimisho la misa takatifu kutoka parokia Mtakatifu Siliankus kutoka hapa Mbagala Kingugi. Na sasa ni mchango wa pili, na unaweza ukatuma sadaka yako ili kukamilisha adhimisho hili la misa takatifu kwa kumtolea Mungu sadaka yako kupitia Tumaini Media. Namba yetu ambayo unaweza ukatuma sadaka yako ya M-Pesa ni 0748219999 0748219999. Una kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa kutoa sadaka yako kupitia namba yetu ya Mix by Yas ya 0658444216 0658444216. Tunakualika kuendelea kutoa sadaka ukiwa hapo hapo nyumbani kwa kupitia namba tulizozitaja. Mungu Mwenyezi wa milele, wewe unatujalia tuliopo hapa duniani tuweze kuyashughulikia mambo ya mbinguni. Tunakuomba uelekeze moyo wa ibada wa sisi wa Kristo huko aliko Bwana Yesu aliyechukua ubinadamu wetu, anaishi na kutawala milele na milele. Simame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani. Nawatakia Dominika njema. Mkasimame mahali palipo juu, ndio wimbo wa kuhitimishia adhimisho la misa takatifu, ikiimbwa na kwaya Mtakatifu Siliankus kutoka hapa parokia teule ya Kingugi, ambapo adhimisho la misa takatifu liongozwa na Padri Pasco Libongi. Shukrani kwa timu nzima ambayo imefanikisha kuruka kwa matangazo haya, dereva Robert Mchaina, upande wa Tumaini TV mwenzangu ni Meki Makali, fundi mitambo ni Jackson Frederick Njau, na mimi ni Bruno Bomola. Nikutakie